Leo ilikuwa ni siku nzuri, muhimu, ya furaha sana. Ni siku ambayo tumefanya uzinduzi wa awamu ya pili ya ujenzi na uendelezaji wa kituo cha umahiri wa sayansi ya magonjwa ya moyo na mishipa ya damu kwa Afrika Mashariki. Kituo ambacho kiko hapa Mloganzila kinaendeshwa na Chuo Kikuu cha Sayansi ya Afya na Sayansi Shirikishi cha Muhimbili. Ni kituo ambacho kinachaguliwa na kuteuliwa rasmi kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki na kufadhiliwa kwa mkopo wa bei nafuu sana kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Maandishi na maandiko yaliandaliwa na chuo chetu kikuu cha Muhimbili na maandiko yale yakakubaliwa. Kwa hiyo kituo hiki kikajengwa kwa awamu ya kwanza. Kwa hiyo nilipofika hapa mwanzoni mliona pale niliweka jiwe la msingi katika maabara nzuri sana ya kufundishia masuala ya elimu tiba katika masuala ya ugonjwa wa moyo na mishipa ya damu na kupumua. Na baada ya hapo tumekuja hapa kuzindua rasmi awamu ya pili ambayo itagharimu takriban dola milioni 83 ya ujenzi pamoja na kusomesha na kuendeleza nguvu kazi hapa. Ni jambo la kujivunia kwamba kituo hiki kinaenda vizuri sana. Vituo hivi vinatawanywa katika nchi mbalimbali za Afrika Mashariki kulingana na uwezo wa kuandika, kutoa hoja, kushawishi kwamba una uwezo wa kukiendesha. Kwamba hiki kimekuwa kituo kimoja tumekipata, Kenya na kituo kingine, Uganda na kituo, na Rwanda na Burundi, lakini kuna vituo vingine viwili kutokana na maandishi ya wataalamu wetu, kazi kubwa waliyofanya, na kwa msukumo wa Wizara ya Afya na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano na Afrika Mashariki, tumefanikiwa kuongeza kituo kingine kitakuwa hapa na kingine kitakuwa Benjamin Mkapa na Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa hiyo ni siku nzuri sana. Hapa sasa kutatolewa tiba ya hali ya juu ya magonjwa ya moyo na vile vile mishipa ya damu. Na tiba hiyo itakuwa inatolewa kama sehemu vile vile ya kujifunza, kwa sababu hakuna chuo kikuu cha elimu ya tiba ambacho kinaweza kaendeshwa bila kuwa na hospitali. Kwa hiyo inajengwa hospitali nyingine hapa pamoja na ile ambayo iko ndani ya Muhimbili, ambao tunaongeza sasa vituo ambavyo vinaweza vikafanya upasuaji na matibabu ya matatizo ya moyo na mishipa ya damu hapa Tanzania, kuwa ni vituo viwili. Kwa ni siku nzuri sana, ni siku ya furaha sana kwa kweli. Nimeshukuru wamenialika, lakini vile vile wakati wa kuja hapa tumetembelea tafiti mbalimbali zinazofanywa na Chuo Kikuu cha Muhimbili. Na nyinyi wenyewe mmeona kuna dawa ambayo wameona kabisa kwamba ikitumika inapunguza matatizo ya tezi dume. Sasa kwa sababu hii ni sayansi, sio mambo mengine tu ya kikombe sio cha nini, lazima utafiti ukamilike, na wanakamilisha utafiti wao, na tumesema tutatafutia fedha za ziada kwa sababu wenyewe wameshaona kabisa kwamba kwa awamu ya kwanza kabisa kwamba watu wenye tezi dume inawasaidia. Wanahitaji kufanya kitu kinachoitwa clinical trial za kutosha ili iweze kukamilika na tuje kama ni dawa. Kama kweli itakuwa inatibu kwa namna ambayo inakubalika kimataifa, maana yake ni kwamba tutaokoa sana maisha ya watu wengi sana. Lakini pili, itakuwa ni biashara nzuri kwa sababu chuo chenyewe kitakuwa na hakimiliki ya dawa ambayo wamegundua. Hiyo namba moja. Namba mbili, kuna juisi hii ambayo wamesema inasaidia kupunguza shinikizo la damu. Na wenyewe wamefanyia majaribio ya awali, wameona kwamba inafanya kazi, lakini kwa sababu ni sayansi haiwezi kuingia sokoni rasmi bila kuhakikisha kwamba wamefanya utafiti wa kutosha na kukamilika. Tutawapa msukumo, tutawasaidia wakamilishe. Kwa kuna tafiti zao nyingi ambazo wamezifanya na inabidi zitangazwe, lakini tuwaongezee budget ambayo itawasaidia kuhakikisha kwamba wanakamilisha tafiti hizi ili kweli tuweze kuokoa maisha ya watu katika matatizo kama haya. Kwa mimi kwa kweli ni siku nzuri sana. Nimefurahi sana kwa yale ambayo nimeona hapa. Mimi nimeshakuja hapa mara kadhaa. Leo nimekuja, nimefurahi zaidi kwa sababu nimeona vitu ambavyo hata mwanzo sikupata kuviona. Na tumekubaliana kwamba tutawapeleka bungeni wafungue kituo pale cha kupima na kueleza vitu ambavyo wanafanya. Labda niongeze kitu kingine ambacho nimefurahi sana kwa daktari, mfano mmoja tu kwa sababu wako vijana wengi wamefanya mambo makubwa. Daktari hapa ambaye amesomea udaktari katika Chuo Kikuu cha Muhimbili lakini wakati anasomea amejifunza mambo ya akili unde wakati huo. Na amekuwa daktari, ameenda na nje, amesoma mambo ya akili unde na ametumia akili unde hizi artificial intelligence ambazo zinatumika kutoa tiba nzuri zaidi kuliko ile tiba ambayo unaitoa bila kutumia teknolojia ya kisasa. Sasa huyo ni mfano mmoja, kuna mifano mingine ambayo inafanyika hapa. Nitoe tu taarifa kwamba Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi cha Muhimbili ni chuo bora hapa Tanzania kwa tafiti. na vile vile ni kati ya vyuo bora kabisa hapa Afrika, hasa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kusini kwa tafiti ya mambo ya tiba.
Kwa hiyo lazima tukishike mkono, tukisaidie kiendelee kwenda mbali zaidi.